Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio anasema Syria imebakia wiki kadhaa kabla ya uwezekano wa kuanguka na kugawanyika. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani Bwana Marco Rubio alionya kwamba Syria inaweza kuwa katika wiki kadhaa kabla ya vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe vya kiwango kikubwa, huku akitoa wito wa kuungwa mkono kwa uongozi wa mpito. Ni tathmini yetu kwamba kusema ukweli, mamlaka ya mpito kwa kuzingatia changamoto zinazowakabili labda ni wiki tu, sio miezi mingi, mbali na uwezekano wa kuanguka na vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe vya idadi kubwa. Kimsingi nchi itagawanyika, Rubio aliambia kikao cha Senate cha Marekani. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani alizungumza baada ya mfululizo wa mashambulizi ya umwagaji damu dhidi ya makundi ya wachache ya Alawite na Druze nchini Syria, ambapo wapiganaji wa HTS mnamo mwezi Disemba walimpindua Bashar al-Assad katika mashambulizi ya radi baada ya vita vya kikatili vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza mwaka 2011. Rais wa Marekani Donald Trump wiki iliyopita akiwa ziarani nchini Saudi Arabia alitangaza kuondolewa kwa vikwazo vya enzi za Assad na kukutana na kiongozi wa wapiganaji ambaye sasa ndiye rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa, akiwa amevalia suti na kusifiwa sana na bwana Donald Trump, akimwambia yupo kama kijana anayevutia. Hadi hivi majuzi alikuwa kwenye orodha inayotafutwa na Marekani juu ya uhusiano wa wanajihadi. Rubio alicheka akisema takwimu za mamlaka ya mpito hawakupitisha ukaguzi wao wa nyuma na FBI, lakini aliongeza, ikiwa tutawashirikisha inaweza kufanikiwa, inaweza isifanyike. Ikiwa hatutawashirikisha, ilikuwa ni uhakika kwamba haitafanikiwa. Rubio ambaye pia alikutana na waziri wa mambo ya nje ya Syria mjini Uturuki siku ya Alhamisi alilaumu ghasia zilizozushwa upya kwa urithi wa Assad, kiongozi asiye na dini ambaye anatoka katika kundi la Alawite. Hata hivyo, wanakabiliana na hali ya kutoaminiana sana ndani ya nchi hiyo kwa sababu Assad kwa makundi aliyashindanisha makundi haya. Sasa ni vigumu sana makundi haya kuelewana. Ndani ya Syria kuna makundi ya aina mbili. Kuna makundi ambayo yanamkubali Bashar al-Assad, lakini pia ni makundi ya serikali ya mpito ya bwana al-Sharaa. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi. Huu ni utabiri wa Marco Rubio, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani, kutokana na hali anavyoiona ndani ya Syria. Lakini pia ikumbukwe Israel, moja kati ya nchi ambazo zinaungwa mkono na Marekani, ni moja kati ya nchi ambazo zimekuwa zikirusha makombora mazito na kuharibu miundombinu ya kijeshi ndani ya Syria. Lakini pia hili wala halikuzungumzwa zaidi, ni kwamba wakati huu Syria ipo katika hali ngumu sana, lakini Marekani inajaribu kutengeneza mazingira ya kuifanya Syria kuwa nchi ya amani, lakini kutokana na uwepo wa makundi ya kijihadi inakuwa ni ngumu kwa makundi hayo kuelewana, na kila moja likielezwa kwamba linataka nafasi katika serikali mpya. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.